Yani mwanafamilia wa Tugeza Online, wakati mwingine tena tumekutana kupata taarifa zote ambazo hatuendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tuko hapa na Harmonize. Siku ya leo alikuwa kwenye mwaliko maalum ambao Mheshimiwa Samia aliweza kumuita. Akienda kule alikuwa kama miongoni mwa watu ambao walikuwa wanasherehesha, wanaperform pale jukwani, wanaimba vitu kama vile. Nadhani nimeshawaletea. Na alikuwa pale anaimba, alikuwa na Ichibaba, akapiga nyimbo yake ya Attitude, wakaanza kucheza watu kama wote pale wanashangilia. Ichibaba akaja pale wakakiamsha, wakinukisha. Mambo yalikuwa ni burudani sana kiukweli. Na hii ni siku au ni wiki ya nenda kwa salama. Unajua zile mambo ya kuzuia ajali barabarani, mambo ya nini, vitu kama vile, mambo mengi sana ambayo yanaelezewa hapo. Harmonize alikuwa pale akiperform, anapiga nyimbo yake akiwa na Ichibaba. Mtu angalia video halafu tuone watu walikuwa wanasema nini kuhusiana na hiyo show ambayo waweza kuperform siku ya leo. Harmonize kwenye stage, karibu. Kama utaangalia video hapo unamuona unaona Harmonize na vibe kama lote, watu wanashangilia vitu kama vile jeshi kama jeshi, watu wanampa hongera sana vitu kama hivyo. Unasema kwamba sasa hapa tu dogo hunikosha na sio vijembe kwa shemeji yangu Papa aliyemtoa kimaisha. Hapo alichokifanya huyu Zalinesha anasema kwamba hapa alichokifanya Harmonize kamkosha sana na sio kutoa madongo kwa Papa au kwa shemeji yake ambaye alimtoa kimaisha. Kwa hiyo maana yake Harmonize kama naimba tu muziki wa hivi kwa kinakuwa ni bulbul, inakuwa ni furaha sana kwa huyu Nation, na sio kurusha vijembe kwa Papa, mtu ambaye amekutoa kimaisha. Hicho tu ndo kinamkwaza Nation, lakini mambo mengine fresh kabisa. Yani kwa hapa anasema ni full kabisa. Huyu anasema kwamba Harmonize kanenepa sana, ndio maana hata mheshimiwa kamuita tembo kwa sababu ya kifua. Kanenepa sana. Wanasema kwamba mtu mfupi ukiwa mnene unaonekana mfupi zaidi. Vijembe ndio vinampa kiki. Acha aendelee tu na atumie hii fursa ya huruma anazozopata kutoka kwa wananchi. Ila Watanzania ni wanafiki sana, hata amini watavyokuja kumgeuka huko mbeleni. Kwamba aendelee tu kutembea na upepo huu, aendelee tu kutumia hii fursa ya huruma anazozipata kutoka kwa wananchi. Ila Watanzania ni wanafiki, hata amini watakavyokuja kumgeuka huko mbeleni. Atakuja kupelea, atakuja kupoteana hatari sana. Unasema kwamba anajiita Biliana Harmonize. Watu washafungua na account fake. Unasema kwamba kiki gani sasa jamani, wakati anajua kuimba na vijembe vile vile kama vya kwamba kiki gani sasa jamani, wakati anajua kuimba na vijembe vile vile kama vya aliyemtoa. Okay? Kwamba anajua kuimba lakini pia anapiga vijembe kama vya Diamond Platnumz, msanii ambaye aliyemtoa. Wanasema kwamba Harmonize hii ni kiki, watu wanakuonea huruma, wanakupa attention, lazima atumie huo muda maana hawakawii kugeuka. Watanzania ni wanafiki, hili swala halina upinzani. Wakishafikia wakati wakakuchoka wanakugeuka tena. Sasa hivi wanamhurumia kwa sababu ya maneno aliyoongea siku ya juzi akimchafua Papa, kwamba alimnyonya, alimtishia uchawi, alimtishia pesa. Kwa hiyo hicho kitu ndo kinamkuta, kinampa nguvu na aonekane kama vile alionewa sana, na mashabiki sasa hivi anao, lakini kifikia wakati watamgeuka. Unasema kwamba huyu angeoana na Pugi. Yani Nation aga na mimi tu Zari, yani nani Hamisa ndo mtu pekee wa kuongea, yani wa kumchamba, hana mtu mwingine.
Wanasema kwamba Zaination ingekuwa perfect sana. Tena wote wataalamu wa kuplay victim, wa kujifanya hawana hatia wakati ni wapuzi wakubwa sana. Wanasema kwamba wametoana kimaisha bana. Kwani ilikuwa ni bure. Diamond anamkwanja, Tembo alikuwa ana kipaji, so walitegemeana wote. Diamond akapata pesa kupitia Harmonize naye pia akapata pesa kidogo. Kwa hiyo hapo hakutoana bure. Wanasema kwamba kwamba akupae ajira ni msaada tosha. Wangapi wanalia majumbani bila ajira, ila yeye kashikwa mkono, njoo pambane na nitakupush ili usonge mbele zaidi. Kwani unadhani tumekuwa tuyaoni haya mambo? Tunaona kabisa Diamond alimshika mkono akampushi from zero, na sivyo amepata pesa na anaanza kuvimba. Dunia hii jamani inaenda kasi sana. Unasema kwamba anaye kianili pia ana shida, anayekuajiri pia ana shida. Kama angekuwa na shida basi asingeniajiri, angefanya kazi peke yake. Ni kama unasema mwenye nyumba amekusaidia pa kuishi, ingali unalipia kodi. Diamond hata hao ambao bado wapo Wasafi hawasaidii, wanasaidiana wote kimaisha. Uwezi kusema kwamba eti hapo anawalipia, anawapa pesa za bure na kuwatoa kimuziki. Hapana, na pia na benefit. Kwa maana yake aniajiri na aniajiliwa wote wanategemeana. Watu hapa hoja za hatari sana. Kwamba Harmonize aliajiliwa, Diamond alikuwa anamhitaji yule mtu akawa amemwajiri. Kwa hiyo pesa akawa anapata. Kwa hiyo pesa kama alikuwa anapata, maana yake pia yeye mwenyewe alikuwa anafanya kitu kwa benefit. Wanasema kwamba binadamu, anasema jamani binadamu, haya basi tusisikie malalamiko ya kukosa ajira. Kaeni makwenu mlime mashamba, upuzi wakubwa nyie. Wanasema kwamba Point Baby umeongea la maana. Wanasema kwamba tena mimi shamba langu nimeandaa mpenzi. Karibu uone kilimo cha mizabibu sijui. Wanasema kwamba wametoana kimaisha bana. Kwani ilikuwa ni bure. Diamond alikuwa na mkwanja, okay imerudia. Kwamba Hamo kaja Arusha na mvua inanyesha. Wanasema kwamba utasema kiloba cha mahindi. Wanasema huu mwili jamani kama bouncer. Wanasema kwamba this Makonde is becoming a problem katika nchi hii. Wanasema kwamba whatever the curse. Wanasema kwamba my all time favorite artist, nakupenda sana. Anasema kaka yangu umekuwa mfupi sana mpaka umepitiliza. Yaani unaboa sasa hivi, haupendezi kabisa, hauna muonekano wa kistar tena. Harmonize kwamba hana muonekano wa kistar tena jamani. Kweli kabisa. Wanasema kwamba leo sijui kama shemeji yangu atapata usingizi huko Mbezi, ila anaupiga mwingi sana siku hizi. Wanasema kwamba kifua anachokiongelea mama ni cha kustili na kuvumilia yote aliyoyapitia. Okay. Eti kwamba Rais Samia amesema kwamba Harmonize yupo, namuona anajiita tembo. Kweli ni tembo, maana kwa kifua hicho. Kwa hiyo hapa sasa kama hicho kifua anachokiongelea mama ni cha kustili mambo aliyoyapitia mengi sana. Wanasema kwamba hapa kamaanisha kifua cha kubeba mateso, masimango, kejeli na kudharauliwa huko Usafini. Wanasema kwamba please leave papa. Wanasema kwamba Konde Boy mwanaume ni kifua jamani. Unasifiwa mpaka na mheshimiwa rais. Hongera sana mwamba, wewe uko vizuri sana. Hizo ni baadhi ya comments za watu, sijui na maoni gani. Wewe comment hapo chini, lakini kama ndo mara ya kwanza usisahau kusubscribe kujua taarifa zote ambazo sisi tunapita nazo kila wakati. Tukutane baadaye, endapo Mola akijalia.